Leo hii tunapokuwa na mkutano huu, ni muhimu tujitafakari kuwa tumetoka wapi, tupo wapi na tunakwenda wapi. Sisi wenyewe tuliopo leo, lakini na vizazi vyetu vinavyokuja katika taaluma yetu ya uhandisi. Board mna wajibu wa kuifanya siku ya leo Engineers Day kuwa siku yao halisi. Tuionee wivu, tuipambe na siku zote tukumbushane wajibu wetu. Ni muhimu sana tujitahidi kuakisi na kutafsiri matarajio yaliyomo katika mioyo ya jamii na kuyaleta katika uhalisia. Ni vyema tukumbuke kuwa katika njia yoyote ya maendeleo, wahandisi ndio wanaotangulia mbele na baadaye fani nyingine hufuata. Ni muhimu sana tukajua kuwa dhima ya kuamua kupitisha jamii katika njia sahihi au njia potofu, kwa vyovyote vile bado itaendelea kuwa mikononi mwa wahandisi. Lakini tuendelee kukumbushana kuwa tuendelee kufanya kazi zetu kwa uaminifu, kwa kuzingatia code of ethics, kwa kuzingatia viapo vya maadili yetu. Wale mlio hapa leo, itakuwa aibu sana 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 umepata leseni yako leo, alafu leseni yako hiyo inatumiwa na watu wengine wajanja kujipatia hela ya haraka haraka. Mwisho wa siku aibu itakapokuja kupatikana, itakuwa si kwako tu, bali kwa taaluma nzima ya uhandisi. Kwa bodi, hakuna jambo lolote linalomfanya mwanadamu ajione wa thamani kama kutiwa moyo, kuwa motivated. Ninyi mmeshikilia leseni za wahandisi nchini kote, na waomba mfanye kazi nyingine mpya, na naamini mnaifanya, lakini muongeze bidii ya kuifanya, kuwapa motisha wahandisi wanaofanya vizuri. Kuna shida gani kwa maoni yangu kama tutakuwa tunafanya ufuatiliaji tukabaini wako wahandisi waliosimamia miradi kwa ubora kuliko wengine, pengine siku kama ya leo tukawataja, tukawatambua, tukapa na zawadi, kesho washindane na wengine, kwa sababu kwa asili mwanadamu anapenda kusikia sauti nzuri inayomwambia songa mbele kuliko vitisho vinavyomwambia ukifanya hivi nitakufanya hivi. Lakini mkiwalea, mkaonyesha thamani yao, mkawatembelea, mkawa na dashboard ya kupata taarifa zao kila wakati. Najua ni gharama kubwa kuwatembelea wote, lakini angalau kila baada ya muda fulani mkasema fulani anafanya vizuri, hata kwenye mikutano ukamtaja tu bila chochote. Hilo litawafanya wahandisi wengi zaidi kuona taaluma yao inathaminiwa na wataongeza bidii kwenye kazi zao. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema wajibu wa wahandisi kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050, ambapo tutapata fursa ya kutafakari kwa kina ushiriki wa wahandisi katika kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Kwa upande wa Wizara ya Ujenzi, tutaendelea kuimarisha mazingira ya kitaaluma ya wahandisi, ikiwa ni pamoja na kuwezesha mafunzo kwa vitendo kwa wahandisi kupitia mpango wa sera, pamoja na kuhakikisha kuwa utekelezaji wa miradi unazingatia viwango vya kitaaluma na thamani ya fedha. Aidha, tutaendelea kushirikiana na bodi ya usajili wa wahandisi na wadau wengine wa sekta kuendeleza sera, miongozo na programu za kukuza ubunifu, maadili na usimamizi wa rasilimali kwa ufanisi. Na kwa kweli tunatoa shukrani nyingi sana, kama huko wakati ambapo nchi yetu imekuwa na miradi mingi na watu wako busy, nchi inajengwa, ni wakati huu tunasema asante sana kwa serikali yetu, na asante sana kwa kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Dhima ya mwaka huu tunatazama kwa tafsiri isiyo rasmi mafanikio ya dira ya 2025 na wajibu wetu kama wahandisi kuelekea dira ya 2050. Tukirudi nyuma tukiangalia katika dira ya 2025 kuna miradi mikubwa ya kimikakati ambayo taifa letu chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan tumeweza kufanikiwa. Nitautaja
mradi wa SGR ambao wengi tunafahamu na tumeanza kutumia huduma hiyo. Nitautaja mradi wa uzalishaji umeme wa Julius Nyerere Hydropower Dam ambao unafikia mwishoni na tumeshaanza kupata huduma ya umeme. Mgeni rasmi, labda nikufahamishe tu, katika hii miradi kumekuwa na ushiriki mkubwa sana wa wahandisi wa Kitanzania. Wengi sana wameshiriki, na tofauti na huko nyuma ambao wahandisi wa nje walikuwa wanashiriki, lakini kipindi hiki wameshiriki wahandisi wazalendo. Na hata katika mradi ule wa daraja la Kigongo Busisi kuna wahandisi wengi wameshiriki. Sasa kama bodi tutaanzisha usajili, tutaanzisha register ya kusajili wahandisi ambao wameshiriki katika miradi mikubwa ili tuweze kuwatambua na kuwezekana tuweze kuwapa tuzo ili iwe motisha hata kwa wahandisi ambao wanakuwa, ili waweze nao kufikiria kushiriki katika miradi mikubwa.